Mpendwa mtazamaji wa channel yetu pendwa ya Yosh Testimony TV, tunamshukuru Mungu tena kwa siku nzuri aliyotupa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Basi siku ya leo tunaenda kujifunza kitabu cha Yohana. Somo letu linatoka kwenye kitabu cha Yohana, na siku ya leo itakuwa ni utangulizi wa hiki kitabu cha Yohana, Injili kwa Yohana. Na mambo makubwa tutakayoenda kuangalia siku ya leo, tutaangalia ni nani mwandishi wa hiki kitabu cha Injili ya Yohana. Lengo kuu ya hiki kitabu lilikuwa ni nini? Kiliandikwa mwaka gani? Tofauti ya kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana na injili nyingine. Na tutaangalia kidogo kuhusu hizi injili nyingine nazosema ni injili zipi. Na mwisho tutakuja kuweka mkazo na kiini cha Injili ya Yohana, ili tutakavyoendelea na hili somo ujue kabisa hii injili ni kwa ajili ya nani na lengo gani, na mwandishi ni nani wa hiki kitabu. Basi nianze moja kwa moja hapo kwamba hiki kitabu, watafiti wengi wanasema, wametafiti kwamba hiki kitabu kimeandikwa na moja ya wanafunzi wa Yesu aliyependwa kabisa, naye sio mwingine ni Yohana. Biblia inamtaja Yohana ni moja kati ya wanafunzi wa Yesu ambaye Yesu alimpenda sana, na yeye alipendwa sana na Yesu. Na sehemu nyingine kwenye kitabu cha Yohana kinamtaja kwamba Yohana alikuwa analala kifuani kwa Yesu. Kwa hiyo hiki kitabu kama kimeandikwa na mwandishi ambaye ni mwanafunzi wa Yesu, kwa hiyo ni kitabu ambacho kina uhakika au kina ushuhuda moja kwa moja wa mtu ambaye alitembea na Yesu, aliishi na Yesu, na mambo mengi Yesu alifanya aliyajua na akaandika kwa ajili yetu sisi. Na wanahistoria mbalimbali wa Biblia wamekuja na utafiti wao na wana ushahidi mbalimbali kwamba hiki kitabu kiliandikwa mwaka gani. Wengine wanasema kwamba kiliandikwa mwaka 85 mpaka mwaka 101 baada ya Kristo, ya kifo cha Kristo. Wengine wanasema kiliandikwa mwaka 80 mpaka 95 baada ya Kristo. Lakini si lengo kubwa sana kujua hiyo ni kiliandikwa mwaka gani, lakini pia tunatambua hawa wenzetu walioweza kufanya utafiti. Na sababu au muhimu wa kujua, kinatupa uhakika kwamba haya mambo yaliyoandikwa ni kweli yalitokea, na yana uhakika ni kitu sio cha hadithi zilizotungwa au mambo ya kufikirika ambao mtu alitunga tu. Kwa mfano, wanahistoria mmoja hapo anaitwa John Leland, mwingine anaitwa Sir Frederick, mwingine Clement Alexander, huyo amuita Father of Church. Na hao wote wanakili au wanakubaliana kwamba mwandishi alikuwa Yohana aliyependwa na Yesu, na aliandika kitabu hicho katika hiyo miaka niliyosema hapo. Sasa kitabu cha Yohana ni kitabu cha Injili, na katika Agano Jipya tuna vitabu 4 vya Injili, na hiki kitabu cha Yohana ni kitabu cha 4 cha Injili. Kwa hiyo vitabu vile vitatu, kwanza kitabu cha Mathayo, kitabu cha Marko na Luka, vyote vilikuwa vimeandikwa kwa muhtasari fulani, habari fulani, kihistoria, mpangilio mzuri, kuanzia historia ya Yesu, alizaliwa na nani, ukoo aliotokea. Hizi injili zote 4 zilikuwa zina mlengo wa watu husika ambazo zinawalenga. Kwa mfano, kitabu cha Mathayo kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Mathayo ambaye alikuwa ni Myahudi, na lengo kubwa ya uandishi wake ilikuwa inalenga injili kuwafikia Wayahudi. Ndio maana hata mfumo wake, muhtasari alioandika, imekaa zaidi ambayo kilikuwa kinawaonyeshea ukoo wa Yesu alikotoka, ili Wayahudi waweze kumkubali na kumuelewa Kristo kwamba ni nani. Hivyo hivyo kitabu cha Marko, mwandishi wake ni Marko ambaye alikuwa analenga zaidi kuwafikia watu wa Rumi, na ni kitabu kifupi kabisa, ameandika short, hana maneno mengi, historia nyingi, ilikuwa inalenga zaidi kuwafikia watu wa Rumi. Na hivyo hivyo kitabu cha Luka ni kitabu maalum ambapo pia kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Luka ambaye alikuwa anatembea na Paulo. Lengo kubwa lilikuwepo kwa ajili kufikia watu wote na hasa watu wa mataifa.
Hivyo kitabu cha Luka kilikuwa kinaenda moja kwa moja kuwafikia watu wa mataifa na hakikuwa zaidi kwa Wayahudi au Warumi kama vitabu vingine vilivyopo. Sasa kitabu chetu cha Yohana ambacho tunaenda kujifunza, hiki ni kitabu ambacho kimependwa sana na watu wengi. Injili mbalimbali au wahubiri mbalimbali duniani wamekitumia hiki kitabu. Kwa nini? Kwa sababu mwandishi wa kitabu hiki alikuwa analenga kufikisha injili kwa watu wote. Hiki ni kitabu ambacho hakionyeshi moja kwa moja kitabu kwa ajili ya watu fulani. Kitabu hiki bali kilikuwa kinalenga kuwafikia watu wote, wawe Myahudi, uwe Mrumi, uwe mna taifa, uwe muamini. Kitabu hiki kinakufaa mtu yoyote, na zaidi sana kama muumini kinakuwa rahisi zaidi kukielewa, maana ni mambo mengi ambacho kimebeba, kinaweza kikafaa kwa waumini na hasa ambao sio waumini. Sasa tuone mambo machache ambayo yapo kwenye hiki kitabu ya tofauti kidogo, na tutaona mambo mengine ambayo yanafanana na kitabu cha Injili hizi tatu nyingine nilizozisema. Labda tuanze mambo ambayo yanafanana. Injili zote zimejaa mifano, zimejaa shuhuda, zimejaa miujiza mbalimbali Yesu aliyofanya. Lakini kuna miujiza ambayo Yesu amefanya na katika injili zote nne zinafanana. Mfano, kulisha watu 500 utaweza kupata katika injili zote nne. Mathayo utaona, Luka utaona, Marko na kitabu cha Yohana pia. Yesu kutembea juu ya maji utaweza kuona, ipo kwenye kitabu cha Yohana 6:19 mpaka 21. Utaweza kuona kwenye vitabu vyote. Lakini cha tofauti kidogo ambacho unaweza kugundua kama umesoma kitabu cha Yohana na vitabu vingine vya Injili, utagundua kwamba miujiza aliyofanya Yesu kwenye kitabu cha Yohana hajatumia sana neno hili miujiza au miracle, lakini zaidi ametumia neno ishara au sign. Kwa hiyo vyote vinaonyesha miujiza na mifano mbalimbali Yesu aliyofanya na mambo mbalimbali Yesu aliyofanya, lakini hiki kinatumia neno hii ishara zaidi badala ya miujiza. Kuna mambo ambayo kidogo injili nyingine hazijaandika, lakini kitabu cha Yohana kimeandika. Mfano au baadhi ya mambo hayo ambayo yameandikwa kwenye kitabu cha Yohana na vitabu vingine havijaandika, na ukiona hayo mambo hiyo habari ujue kitabu cha Yohana ni habari za Yesu kukutana na Nikodemo. Wengi sana nafahamu hii habari, kitabu cha Yohana 3. Hii ukisikia hii habari ujue moja kwa moja ni kitabu cha Yohana. Injili nyingine zote hazijaandika habari hizi. Lakini habari za Yesu kukutana na mama Msamaria pale kisimani, habari hizi utazipata kwenye kitabu cha Yohana peke yake. Pia habari za muujiza wa Yesu kumfufua Lazaro, habari hizi utapata kwenye kitabu pekee cha Yohana. Pia ukisoma kitabu kuanzia sura ya 13 mpaka 17, kile chakula cha usiku Yesu alikula na wanafunzi wake, Kiingereza nasema last supper. Hii habari huwezi kupata kwenye vitabu vingine, lakini utaweza kupata kwenye kitabu cha Yohana. Kwa kuanzia sura 13 mpaka 17 utaona ni habari ambazo ziko kipekee, huwezi kupata kwenye injili nyingine. Kitabu hiki cha Yohana utagundua kwamba injili zote zimeonyesha Yesu akifundisha kwa mifano, parables. Lakini kwenye kitabu hiki cha Yohana tunamwona Yesu anaelezewa au anafundisha kwa njia ya undani kabisa na anaelezewa vizuri, lakini hakuna sehemu yoyote ambayo Yesu amefundisha kwa njia ya mifano kama vile injili nyingine. Lakini Yesu ameelezewa kwa undani kabisa kuanzia sura ya 1 jinsi gani alikuwa nuru na akafanyika mwili na akawa nuru ya watu wote, na jinsi gani Yesu afanya bishara miujiza nyingi na anaweza kufahamika na kupendwa na watu wengi kutokana na mambo aliyofanya. Lakini hautakosa wala hautaona hii mifano Yesu akifundisha ukihubiri kwa njia mifano. Sasa kwa nini kitabu hiki cha Yohana ni muhimu kwetu au tunashauri tukisome tukifahamu? Waandishi wengi na wasomaji wengi na wanatheolojia wengi ambao wamesoma Biblia wanatoa ushauri kwamba
Mtu kama unataka kusoma Biblia kwa mara ya kwanza, unadhamiria kusoma Biblia yote, au mtu ambaye sio Mkristo anataka kumfahamu Kristo kwa undani na anataka kufahamu neno la Mungu vizuri, anashauriwa aanze na kitabu cha Yohana. Kwa nini kitabu cha Yohana? Kwa sababu hiki kitabu kinaonyesha uhalisia wa Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Kinatoa historia halisi ya Yesu ni nani. Kinatoa picha kwa upana wake juu ya Yesu Kristo, ambayo ni rahisi mtu yoyote hata kama hajawahi kufahamu habari za Yesu akafahamu kwa kupitia hiki kitabu cha Yohana. Sasa wanasema baada ya kusoma hiki kitabu cha Yohana, unaweza ukarudi kusoma hizi injili nyingine 3 ukafahamu msingi mzuri kabisa wa Yesu Kristo. Na ukiweza unaweza kwenda kitabu cha Marko ambako ni kifupi, ukafahamu kwa ufupi zaidi lakini kwa undani juu ya Yesu. Kaja kitabu cha Luka, ukamalizia historia yote ya Yesu kwenye kitabu cha Mathayo. Na pia wasomaji wa Biblia na shauri, kishamaliza vitabu hivyo 4 vya injili, nenda kasome kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo ni kitabu chenye sura 5 tu, lakini kinaleta picha halisi ya Mkristo jinsi gani ya kuwa au kuishi maisha ya kumfanania Kristo. Kwa hiyo lengo kuna kuambia kwa nini hivi, nataka nikwambie ili kuandae tunavyoenda kusoma kitabu cha Yohana, kinakupa flow ya kufahamu vitabu vingine. Baada ya hapo kusoma kitabu cha Yakobo, wanasema rudi kitabu cha Mwanzo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sasa utaweza kuunganisha na kitabu cha hivi za injili, hasa kitabu cha Yohana, na kujua mwanadamu ametoka wapi na Yesu anaungana vipi kuanzia kitabu cha Mwanzo. Na hapo utaweza kufahamu kwamba Yesu ndo neno, alikuwepo tangu uumbaji na alifanya kazi pamoja na Mungu. Na utakavyoendelea baada ya hapo, ukisoma Biblia kitabu chochote, utapata flow ya kujua kwamba Biblia ni neno la Mungu, na neno la Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye alikuwepo tangu mwanzo mpaka ufunuo. Katika nyakati mbalimbali Yesu anajifunua kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo kitabu cha Yohana kitakupa msingi, njoo vitabu vya injili, nenda kitabu cha Yakobo, nenda vitabu cha Mwanzo. Baada hapo kusoma chochote, utakuwa kwenye flow nzuri ya kufahamu Biblia na kufahamu msingi wa neno la Mungu kuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Mstari mkuu wa kitabu cha Yohana ambao wengi tunaofahamu, wengi tunaupenda, wengi tumeuishi, na ni moja kati ya mfunguo mkubwa wa injili duniani kote. Wanapoanza kutangaza injili au upendo wa Kristo lazima wasome, wanatoa kwenye kitabu cha Yohana 3:16 ambao Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mstari huu umepata umaarufu mkubwa, umekuwa ufunguo mkubwa, umekuwa neema kubwa wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Na upendo huo umewekwa kwa njia rahisi kabisa, kwamba kila anayemwamini huyo mwana wa pekee Yesu Kristo asipotee bali ana uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo sasa tunakuja kufahamu kwamba mambo muhimu au maneno muhimu ambayo yapo kwenye hiki kitabu cha Yohana, utakutana na neno la uzima wa milele. Kuanzia sura ya 1 utakutana na neno nuru. Soma sura ya 1 pale, haitokea nuru, na nuru ikaja ikafanyika nuru ya watu, na hiyo nuru inakaa kwetu, wala giza hawezi kuishinda. Neno nuru utalikuta sehemu nyingi sana. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Pia kitabu cha Yohana utakutana na neno la upendo, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Upendo wa Mungu utakutana nayo sana kwenye kitabu cha Yohana. Kitabu hiki kitakutana na neno kweli. Mimi ni kweli, njia, kweli na uzima. Na zaidi hivi kitabu cha Yohana utakutana na jinsi gani Yesu anatoa uhusiano wake kwamba yeye na Mungu ni nani. Yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni Masihi, yeye ametumwa na Mungu, yeye
afanye kazi peke yake, bali Mungu aliyemleta. Kwa utakuona uhalisia mkubwa wa Yesu pamoja na Baba wake Mungu ambaye anaishi, na yeye ndo aliyemtuma kwa ajili yetu wanadamu. Pia kitabu hiki kimebeba kama vile hitimisho ya vitabu vyote vya Injili, kama nilivyosema hapo mwanzo, vitabu 4 vya Injili. Ukisoma kitabu cha Yohana 20:30 mpaka 31, Biblia inasema, basi kuna ishara nyingi alizofanya Yesu mbele za wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima katika jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hiki kitabu kinabeba hitimisho kwamba vitabu hivi vya Injili vimemtaja Yesu, vimeandikwa mambo mengi, ishara nyingi, miujiza, matendo makuu ya Mungu ambavyo yangeandikwa yasingeweza kutosha. Lakini lengo kubwa lote ili tuweze kumwamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na kuamini ili tuwe na uzima wa milele katika jina lake. Jambo jingine zuri kwenye kitabu cha Yohana tutakachokuja kuona, kitabu cha Yohana kinamuelezea Roho Mtakatifu kama msaidizi. Kigiriki wanasema Paraclete, helper, msaidizi wetu. Yohana 14:15 kinaelezea kwa undani juu ya Roho Mtakatifu kuja kuwa msaidizi wetu, ambaye atakaa kwetu, atatufundisha yote, atatembea na sisi, hata tuacha yatima, bali atatupa msaidizi ambaye sio mwingine bali Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumwamini, lakini sisi tutamwamini kwa sababu anakaa ndani yetu. Hizo habari nzuri za Roho Mtakatifu zinawekwa wazi na kwa undani na kwa upana kwenye kitabu cha Yohana. Kwa hiyo juu ya Roho Mtakatifu inaonyesha kwamba huyu Yesu Kristo ambaye habari zake zimesemwa na Injili zote hajafa, hajapotea, bali anaishi ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kuna moja ya mwanatheolojia mmoja anaitwa John Calvin. Yeye alisema maneno haya kwamba kitabu cha Yohana ni ufunguo unaofungua mlango wa kuelewa Injili nyingine zote. Ndio hapo mara ya kwanza nilisema pia kwamba wasomaji wa Biblia wanashauri anza kusoma kitabu cha Yohana, kwa sababu ni funguo kinakufungua kuweza kufahamu Injili zote kwa urahisi na kwa upana na kwa uelewa mzuri kabisa. Hivyo leo ni siku yetu ya kwanza ya hiki kitabu cha Yohana. Nimekupitisha katika historia na utangulizi huu ili uweze kupata hamasa wa kupenda kufahamu hiki kitabu cha Yohana. Tumesema nini hapa mwishoni? Ni ufunguo wa kuweza kufahamu Injili zote. Ni ufunguo wa kumfahamu Yesu kwa wepesi. Ni ufunguo wa kufahamu historia ya Yesu, sifa zake ni nini, mambo aliyoyafanya, na mwisho itakusaidia kuweza kumfahamu Yesu na kumwamini Yesu ili upate uzima wa milele. Zaidi uweze kumpata Yesu aishi ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu, ili usiwe peke yako, bali Yesu anayesemwa, anayehubiriwa, ambaye anatamkwa habari zake aishi ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Wapendwa, hizi ni habari njema. Yesu yu hai. Yesu anaishi. Yesu ni nuru. Yesu ni uzima. Yesu ni wa milele. Yesu ni kweli. Yesu amejaa upendo, na Yesu ni Mungu, na kwa kupitia yeye sisi sote tuna uzima wa milele. Kupitia yeye atatubeba atupeleke kwa Baba, mahali makao alipotuandalia. Naomba niishie hapo kama utangulizi kwa siku ya leo, lakini huu ni mwanzo wa kufungua
au hatua nyingine ya kuenda kufahamu kitabu hiki cha Yohana, tutaanzia kitabu cha Yohana 1:1 na kuendelea. Tutaendelea kwa kadri ya neema Mungu atakavyokuwa. Basi mpendwa msikilizaji, nataka nimalize kwa kupa mwaliko huu wa kumpokea Yesu Kristo ambaye tunasema habari zake, tunamhubiri habari zake, tunafurahi ndani yetu kutamka juu ya Yesu Kristo anayeishi. Tunatamani tukupe mwaliko, ufungue moyo wako, umkabidhi Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ili tunapohubiri hizi habari njema, tunapofundisha habari njema, moyo wako ukawe wazi kumpokea, moyo wako ukawe wazi kumfahamu zaidi. Na tunapoanza safari hii ya kusoma Biblia, basi kitabu hiki kikawe funguo cha kufahamu mambo mengi ambayo hujui kuhusu Yesu. Hivyo napenda nikupe mwaliko huu, kama uko tayari kumpokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wako, hapo ulipo unaweza kufuatisha maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekukosea kwa kujua kutokujua. Leo hii nimesikia habari njema kwamba wewe ni uzima, kwamba wewe unatupenda, na kwa jinsi hiyo ulimtuma mwanao pekee ili aje duniani kila mwamini asipotee bali awe na uzima milele. Nahitaji huo uzima ndani yangu. Nisamehe dhambi zangu zote. Ulipokee kama mtoto wako. Niwe kiumbe kipya. Nianze maisha mapya ya ushindi katika wewe Yesu Kristo. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki.